Tumekusanyika hapa kwa pamoja, lengo la madhumuni ni kuelezea kile kilichotokea mwanzo wa uchaguzi mpaka mwisho wa uchaguzi wa nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla na matukio tofauti. Kikubwa kabisa, kwanza cha mwanzo kabisa niweze kumpongeza Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais John Pombe Magufuli, pamoja na Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi ambaye anaapishwa leo. Pia tumeona tuongee sisi kama ni hivi vitu ambavyo vimejitokeza baada ya uchaguzi. Kiukweli tuna tamko letu moja kwamba uchaguzi wetu tuliofanya nchi yetu ulikuwa ni wa amani na umefanyika vizuri, hauna figisu. Kuna mambo ambayo yanajitokeza ambayo yanataka kuvunja amani ya nchi yetu. Sasa sisi kama wasanii lazima tupaze sauti. Yanapotokea mambo ya kuvunja amani ya nchi yetu, watakaopata tabu, watakaoathirika kwanza ni wanawake, watoto wadogo, wazee na raia wote kuharibiwa mali zao na kutofanya shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo tunakuja pia na kulaani mambo ambayo yanataka kujitokeza kwamba watu wanataka kuingia mtaani kuharibu amani ya nchi yetu. Kwa hiyo tumeona sisi wote hapa tukusanyike kwa pamoja kulaani kitendo chochote ambacho kinafanyika cha watu kutaka kuingia mtaani, kuchoma masoko, wanataka kuchoma matairi, kuharibu sehemu zote za kijamii na kwenda kwenye sehemu za kuchukua labda maboksi yale tuliopigia kura kama Watanzania na nini. Hivyo tunataka kukemea hivi vitendo, hatuvitaki katika nchi yetu. Tunaomba Watanzania wote tuungane, tuwe kitu kimoja. Na mtu ukishindwa uchaguzi, kama umeshindwa uchaguzi, ngoja miaka mingine mitano. Chama chochote ambacho kinaona kilistahili kushinda hakikushindwa, kisubiri miaka mingine mitano. Miaka mitano sio mingi, kijipange vizuri. Kingojee miaka mitano kuliko ni kutisha amani ya Tanzania ambayo tumejenga kwa muda mrefu. Tanzania imejenga amani ya nchi yetu kwa muda mrefu sana. Haya mambo tuyakemee na Watanzania wote tushikane kwa pamoja, tusikubali kushawishika kwa vitu ambavyo vitavunja amani ya nchi yetu. Sisi wote ni wamoja. Hawa wanaotaka kuvunja amani walishaingia katika madaraka, wameshakuwa wengine wabunge katika vipindi vya miaka 15. Kwa hiyo matokeo yaliyofanya mabaya katika uchaguzi ndio yaliwapelekea kwamba wasiweze kurudi tena katika ubunge. Kwa hiyo wao watulie. Kwetu sisi kama mnavyoona sura zilizopo hapa, wote wana historia kubwa sana ya muziki wa dansi na hasa mahusiano kati ya muziki na siasa za nchi. Wengi hapa tukikusanya nyimbo zetu ambazo tumeimba kuhusu amani, sio yetu tu, amani yetu na amani ya nchi za jirani yetu, unaweza kukuta tunaweza kupiga waliopo tu hapo kupiga nyimbo hata za siku nzima. Tuna amani tulionao sasa, mojawapo watu waliopo hapa mbele yetu ni katika mchango amani tulionao sasa, na tungependa kweli kuendelea na amani. Kwa misingi hiyo sasa, kwanza naomba nitoe pongezi kubwa sana kwa wananchi wa Tanzania kwa kupiga kura bila matatizo yoyote, yenye usalama, yenye ukimya. Mimi nilikuwa kwenye kituo kimoja Sinza pale, sikuwa na matatizo siku hiyo, wala sijaona matatizo mpaka saa hizi. Pia tunaomba tutoe pongezi kwa tume ya uchaguzi, tume zote mbili za uchaguzi ya Tanzania bara na Tanzania visiwani, na pia kubwa zaidi kabisa tunatoa pongezi kwanza kwa Rais mteule Bwana John Pombe Magufuli Dr. na pia kwa wabunge wote ambao wamechaguliwa. Na kwa Watanzania wenzetu tunaomba sana tung'ang'ania amani, kwa sababu kama alivyosema Biasha hapa, amani ni muhimu kwa kila kitu, kwa maendeleo, kwa raha. Tuko hapa tunaongea, tunajua tutatoka tutaenda nyumbani, tunajua nyumbani kwetu tuna wake, tuna watoto, tuna wajukuu, wote wako salama kwa sababu nchi ni amani. Kwa hiyo amani ni muhimu sana kwetu, na tunaomba Tanzania wote tushikamane mkono kuhakikisha kwamba amani ambayo tumekuwa nayo siku zote iendelee. Haya mambo ya kisiasa yana taratibu zake za kisiasa za kujirekebisha kwa mtu ambaye anaona hajatendewa haki au hajawa sawa, au na katika nchi ya kidemokrasia ukimaliza ngwe yako au wananchi walio nao kuajiri wakisema bwana sisi tunamwajiri huyu, una ujanja, lazima usubiri na wewe upate zamu yako. Kwa hiyo hilo amani ndio kitu muhimu sana ambacho sisi tungeomba. Kazi zetu sisi hatuna ujanja, bila amani hakuna kazi. Kwa hiyo na pia na sisi wenyewe tunajaribu kutetea nafasi yetu ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuishi na kupata chakula chetu cha kila siku kwa kutumia amani. Naitwa Mtumishi Hussein Suleiman Jumbe. Mimi kwa niaba ya wanamuziki wenzangu wa muziki wa dansi tunalipongeza sana jeshi letu la polisi kwa kuhakikisha sisi raia
tumefanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Jeshi la polisi limefanya kazi nzuri sana. Kwa niaba ya wanamuziki wenzangu wa dansi tunalipongeza sana. Lakini pia tunampongeza sana Rais mteule Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa kuchaguliwa, kwa kupata kwa ushindi wa kishindo. Yote kwa yote tunalilia amani, amani izidi kutawala kwenye nchi yetu. Nalilia amani, amani, amani kwanza Ndo Hamza Kalala ni mwanamuziki mkongwe. Safari hii sijui kama kuna mtu amelalamika katika swala la uchaguzi. Paka wino naona bado upo, ndo nakaribia kuishia. Niseme tu sisi wengine tuna watoto, tuna wajukuu. Na isitoshe tuna watoto wanafanya kazi ya muziki, na kazi ya muziki ni kazi ya usiku. Wanaenda usiku, wanarudi usiku. Na wao ni vijana. Na vijana wetu wengine wa bodaboda ndio wanatuletea wateja, wanaturudishia wateja. Sasa kuna viashiria vya amani. Sisi wengine toka awamu ya kwanza tunafanya uchaguzi, na uchaguzi ulikuwa unakwenda kwa amani na utulivu mpaka awamu ya 5 iliyopita. Uchaguzi ulienda kwa amani na utulivu. Sasa tu hii awamu ya Mheshimiwa Magufuli tuna miaka 5 ambayo ndio tunataka kumalizia. Nilikuwa nataka niwaombe vijana kwamba hivi viashiria ambavyo vinaanza kuzungumziwa kuhusu amani, wakae wawasikilize hao wanaowashawishi, waachane nao. Hii nchi ni ya kwao, watoto wetu vijana, nchi ni yenu na nchi ni nzuri. Wazee wenu tumeishi katika nchi nzuri, tunawaachia nchi nzuri. Hata waandishi wa habari hapa nikicheki wengi ni vijana. Tunawaachia nchi nzuri kabisa ambayo haina matatizo. Msiingize kwenye matatizo nyinyi wenyewe, hamna mtakapokimbilia. Mama yenu ni Tanzania, baba yenu ni Tanzania, babu yenu ni Tanzania. Lazima mhakikishe amani ya nchi yenu mnailinda nyinyi wenyewe kwa nguvu zote. Kwa nguvu zote. Kama mtu kashindwa, ndio tabia ya uchaguzi. Uchaguzi ni kama kukimbia ngumi, umepigwa ngumi zimetosha, zimeingia mwilini vizuri, lazima tatangazwa mshindi. Kwa hiyo mshindi ni ndugu Joseph Pombe Magufuli ambaye ameshinda kwa kishindo, na vile vile ndugu yetu Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi ameshinda kwa kishindo. Niseme tu itoshe kwamba tukubali kwamba walioshindwa wameshindwa. Tuanze upya, tufungue ukurasa mwingine upya, tufanye kazi, tuweke hali ya uchumi wetu sawa sawa. Ni meneja wa bendi kongwe na bendi kubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kujiunga na wenzetu, wasanii wenzangu, katika kuzungumzia amani ya nchi yetu. Nafikiria wote nyinyi waandishi wa habari mnafahamu kwamba Tanzania yetu ni kisiwa cha amani miaka mingi. Kwa hiyo basi na sisi hatuna budi kudumisha amani waliotuachia wazee wetu. Kwa hiyo naombeni sana, hasa nyinyi wenzetu waandishi wa habari, kupitia hizi kamera zenu na sauti zenu kupitia radio, tuizungumzie kwa pamoja tukishirikiana na sisi wasanii na makundi mengine kwamba amani, hakuna mbadala wa amani. Wewe ukishakufa umekufa. Hakuna utasema labda nitarudi tena, hakuna kitu kama hicho. Haya mambo yanayotokea sasa hivi ni mageni kwetu. Kwa hiyo kama ni mageni, sisi hatuna budi na sisi kupiga kelele, kupaza sauti zetu. Kama mtu ameshindwa, kushindwa sio dhambi. Wakati wote unapoingia kwenye kitu lazima uwe na matokeo kwamba kuna kushindwa na kupata. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo, sisi kama wanabendi, watu wa muziki wa dansi, tuko pamoja hapa kupiga kelele zetu kwamba hatuhitaji uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Wale ambao wenye mawazo hayo basi wafanye huko na familia zao na sio kwenye nchi yetu. Ikiwezekana wewe jifungie ndani, fanya hayo unayotaka kuyafanya. Lakini kwa nchi yetu hatutaki kitu kama hicho.
mimi tangia nimeingia Msondongoma mpaka leo sijawahi kusikia bomu limelipuka hapo nikaona, nasikia tu, na ndio maana hapa kitu kikilipuka watu wote tunakimbilia. Lakini wenzetu wanaofahamu mambo kama hayo tuwaulize huko yanakotokea. Kwa hiyo mimi nawasihi wa Tanzania kwamba amani ni kila kitu. Mimi ni mwanamuziki, naitwa Andrea Peter Mwampashi, ni mmiliki wa bendi ya Kale Muzika. Nina wanamuziki 19. Nashukuru sana kwa utambulisho huo, nafikiri nitakuwa nimeeleweka. Ukipata nafasi itumie. Hawa ndugu zetu ambao wamejitokeza kwa namna moja au nyingine ya kuomba Watanzania wenye akili zao timamu wawasaidie maandamano, sisi kama wanamuziki tunasema jambo hilo halipo na halitaweza kuwepo kwenye nchi yetu ya amani. Mimi naitwa Ali Adnan bin Hemedi kutoka Shikamoo Jazz Band. Kiukweli hao ambao wanasababisha hivi viashirio vya uvunjifu wa amani, naweza kusema kwamba washindwe na walegee. Kwa sisi upande wetu wanamuziki tunalaani kwa dua zote kitendo hicho cha uvunjifu wa amani. Tunapenda tuishi vizuri, bibi zetu walikuwa shamba huko wapate kulima vizuri, wazee watoto ambao wako nyumbani wakae kwa hali ya usalama. Tumeishi kwa usalama toka miaka hiyo kabla ya uhuru mpaka leo hii. Leo watu wachache kwa manufaa yao waje kutaka kutuvurugia nchi yetu iwe katika maana nchi yetu ilikuwa kama ni kituo fulani kwa sababu nchi zetu Rwanda, Burundi, wapi huko sisi ndio wapokeaji wakubwa wa wakimbizi. Nyimbo zimeimbwa sana, Pageza Ulole, nini zimeimbwa nyimbo hizo za mwenyekiti Mwalimu Nyerere nini nyingi sana ambazo zimehamasisha ile umoja ile Afrika. Baadaye yeye kwa lengo lake ilikuwa kwamba siku moja Afrika ijewe kitu kimoja. Sasa hii vita sasa hizo tusaidia kitu, tufanye kazi. Tunasema tu wanamuziki tutamwambia hapa kazi, maandamano kwetu no, hakuna.